ni Jaramba. Wote ni huko sahihi kabisa. Yani Njibala paka chokonoe. Karibu sana Ramadhan. Kwa sababu mimi nimemwona sana. Lakini haikuwa hewani. Hakuwa hewani, mlikuwa mnaonana tu kwenye corridor huko mnapishana. Kweli bwana. Ramadhan, karibu sana bwana. Moroko mwingine. Na ikaondoka. Bwana, mimi sina mambo mengi sana, lakini tupite tuna haya kwa uchache. Kubwa zaidi ni jana kufahamika kwa tarehe rasmi ya kwenda kuanza kwa ligi, kwa maana ligi kuu Tanzania bara. Na ligi msimu huu tulikuwa tuna wasiwasi kwamba inaweza ikachelewa pengine kuanza na vitu kama hivyo, lakini miongoni mwa miaka ambayo ligi imewahi basi ni mwaka huu pia. Ligi mapema kabisa inaanza kama itaanza, lakini msimaliza tumethibitishiwa hivyo. Kwa hiyo kama haitaanza hapo basi itakuwa ni swala jingine kabisa. Inapaswa kwanza ilipaswa ianze lini na imewahi kwa inaanza lini? Kwa sababu msimu uliopita simeanza mwezi wa 9. Msimu huu uliomalizika huu tarehe mwezi wa 8. Inaanza mwezi wa 8 mapema kabisa. Na msimu uliomalizika huu ndio umechelewa kuliko uliopita, sio? Watu tutegemea ingechelewa zaidi. Kabisa. Kwa sababu imechelewa kumalizika, tutegemea pengine hata kuanza. Sasa mimi yani kawaida inatakiwa ianze mwezi wa ngapi? Teddy. Wao wanajua. Mimi ndio mchanganya. Barani Ulaya huwa wanaanza mwezi wa 8 ndio ligi Ulaya wanaanza wa 8 nao pia. Basi ndio tumeanza kwenda kwenye nani? Sasa kwa sisi tunasema kwa sababu mara nyingi kwa mfano ukiangalia wenzetu kule Uingereza inaanza mwishoni mwezi wa 8. Sasa kwa sisi tunaanza katikati kabisa mwezi wa 8. Unajua mimi ndo nimeletwa mjadala kwa sababu nilivyosema kama itatokea. Na nimesema hivyo sio kwa bahati mbaya. Nimesema kwa sababu najua mara kadhaa bodi yetu imekuwa ikipiga blanda. Yaani kuleta ratiba ni moja, lakini kuisimamia ratiba hiyo ni swala jingine. Wakipengele. Pengine tunaamini hivyo kutokana na kile ambacho mwakani tunacho kama taifa la Tanzania kutokana na michuano ya AFCON. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo imefanya ligi iweze kuanza mapema kabisa. Na itamalizika mapema pia. Tulikuwa na CHAN pia mwaka uliopita. Of course tulikuwa na michuano hiyo ya CHAN, lakini ile pengine haikuchukua muda mrefu sana, na pengine kutokana na sana hii michuano yenyewe sasa mikubwa ya AFCON labda pengine tunaweza tukamaliza hapo, lakini japo watu wengi wamekuwa na maoni tofauti. Mimi kama bodi watanifunga kiwepesi sana, nitawapasua sana mawe sana. Lakini pengine tusubiri kutokana na namna ambavyo wamezungumza jana. Rais Karia ameweka wazi, lakini kuna baadhi ya vipengele pia vimeweza kurekebishwa, na hii yote ni kufanya ratiba iweze kwenda kama ilivyokuwa mipango. Kwa hiyo ligi itaanza mwezi wa 8 tarehe 14. Wakati wa tarehe 12 mchezo wa ngao ya jamii utakuwa unapigwa kati ya Simba dhidi ya Yanga, ufunguzi rasmi siku 2 baadaye, kwa maana tarehe 14 sasa ndio mchezo wa kwanza wa ligi kuu utakwenda kuanza. Kwa hiyo ligi itakwenda kutamatika tarehe 16 mwezi Mei mwaka 2027, mwezi mmoja kabla ya michuano ya AFCON kuanza. Michuano itaanza tarehe 16 mwezi Juni. Kwa hiyo 16 Mei ligi inatamatika, 16 Juni AFCON inaanza. Kwa hiyo tunataraji kuona ligi mwaka huu ikaenda hivyo. Na kwa hiyo Ramadhani nataka kuniambia kwamba msimu huu tunaanza sisi kabla ya EPL kabisa. Tunaanza sisi. Hello. Kwa hiyo tuko mbele ya muda. Kwa hiyo iko hivyo, na tusubiri. Na kitu ambacho kimeweza kurekebishwa, pengine kunatajwa kuna mifumo fulani ambayo itatumika kusimamia ligi, lakini pia kubwa zaidi klabu zimeweza kupewa nafasi ya kuongeza idadi ya wachezaji kusajili. Sasa hivi tofauti na msimu uliopita, sasa hivi timu inaweza kusajili wachezaji mpaka 40. Kwa hiyo ni wewe sasa. Vipi kwa demarcation ya wandani na nje? Bado hiyo hatujafahamu pengine, lakini tunaamini inawezekana pia na yenyewe kaongezwa, kwa sababu kama unaongeza huku tafsiri yake na mwenye msuli basi muongezee hata huku ili aweze kubalance kikosi chake. Inawezekana pia Karia jana amesema kwamba inawezekana ndani ya wiki moja ikachezwa mechi 3. Sasa inabidi uone namna gani hasa timu moja. Inapaswa pia uone unakimbizana vipi na huo muda. Kwa hiyo kwa mfano ukicheza Jumamosi let's say, unakwenda kucheza labda Jumanne, unatwanga Jumanne. Yes, baada hapo Jumamosi au Ijumaa unacheza mchezo mwingine wa 3. Kwa hiyo ni hivyo, hamsema timu ziache zipunguze kulialia, acha kudeka. Watu wametoa mlio sana mwishoni hapo. Ratiba iko hivyo, lakini tukumbushane, jana tulikuwa tunazungumza hapa na wenzangu kwenye T-Sport mwezi huu mwezi huu wa 7 tarehe 24 michuano ya Sekafa Kagame Cup inaenda kuanza kule Kigali. Na kutokea Tanzania bara timu mbili zimethibitisha kushiriki. Walianza Simba
wakaja Singida juzi tu hapa wakathibitisha nao kushiriki kama mabingwa watetezi. Kwa hiyo sasa kutokana na hii tukajaribu kuwaza kwamba kama wataamua kushiriki labda watumie kama ni sehemu ya maandalizi kuelekea michuano hiyo kuelekea ligi kuu. Lakini wasiwasi ulikuwa hivyo kwamba kama timu itaona inaogopa pengine kupata injury za wachezaji, si kitambo kirefu sana kutokea kuanza kwa Sekafa Kagame Cup, lakini pia kuelekea ufunguzi. Kwa mfano Simba yeye anacheza mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Young Africans, na tufahamu pia pressure derby ilivyo. Kwa hiyo kuelekea derby pengine wanaweza kaopt kwamba sasa tupambane kwanza, tujipange na derby, lakini hatutegemee kuona hivyo. Tegemea kuona pengine wakatumia michuano hiyo kama sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo wao, lakini pia msimu mpya wa ligi. Okay. Kwa hiyo ndio taarifa kubwa ambayo tuko nayo kuhusiana na masuala mazima ya ligi kuu. Tunasubiri sasa ratiba iweze kupangwa hapo. Wakati hayo yanaendelea, tuangazie kule Tanga ambako wagosi wa Kaya Coastal Union wao wameanza kusafisha kwenye kikosi chao, na hii ni kuelekea msimu mpya. Wameanza kuacha baadhi ya nyota ambao pengine wameonekana hawajapata nafasi kubwa sana kwenye msimu uliotamatika. Miongoni mwa nyota ambao wameachwa jana kupitia taarifa yao rasmi ni Wilbo Maseke. Nafahamu pia walikuwa naye msimu huu uliomalizika, msimu ujao hawatakuwa naye tena. Lakini pia yupo Christopher Uchum, naye pia ameweza kuachwa na kikosi hicho. Mbali na hao yupo George Wawa pia ameweza kuachwa na Coastal Union, lakini pia kuna Abdalla Dennis pia ni miongoni mwa nyota ambao wameachwa. Hao ni wanne tu ambao wametajwa, pengine tusubiri kama kuna wengine ambao wataendelea kuacha, basi tutapata nafasi ya kufahamu kipi hasa Coastal Union wanakifanya kuelekea msimu mpya. Leo tarehe 10, si ndivyo? Tarehe 10 leo. 10 kesho unapigwa playoff ya kule championship na wale first league, kwa maana ya Stendi dhidi ya Nyumbu. Mchezo unapigwa kule Shinyanga. Playoff ya kufanyaje? Kupanda ama kufanyaje? Kuto kushuka championship kwenda first league na kupanda kutoka first league kwenda championship. Kwa hiyo mchezo wa kwanza ulitoka Suluhu Stendi dhidi ya Nyumbu kule Pwani. Mchezo wa pili unapigwa kesho kule Shinyanga. La Nyumbu wewe. Hayo majina wengine kabisa. Kwa hiyo iko hivyo, lakini tarehe 12 tunategemea sasa ile playoff yenyewe. Sasa Tanzania Prisons anasafiri kwenda Moshi pale mkoani Kilimanjaro kupiga dhidi ya Police Tanzania. Ushirika bwana. Ushirika Moshi. Hizo ni taarifa za michezo kitaifa, lakini kimataifa hapa timu pia kule nchini Uingereza na kwingineko zinaendelea pia kufanya usajili na kupata nyota ambao watawatumia kwenye msimu ujao wa michuano mbalimbali ikiwemo pia ligi kuu za huko. Mara baada ya United kukamilisha deal la Santos, lakini pia anatajwa Ederson, Brazil mwingine kwenda pale Old Trafford. Ederson kwa mchezaji wa ndani sio goalkeeper, sio yule wa Atalanta. Okay. Kwa hiyo United na Brazil damdam sasa hivi. Tumeona baadhi ya nyota wamepita pale viungo, kina Fred, kina Casemiro, sasa hivi kina Santos, kina Ederson. Kwa hiyo ni wamechagua chimbo lao kule Brazil, kwa wanapata viungo huko. Sure, kwa sasa wanayo Mateus Cunha. Of course, kwenye idara ya ushambuliaji. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani hasa wameona kabisa kwamba Brazil ni sehemu sahihi kwao kupata nyota ambao watumia kwenye michezo mbalimbali. Kombe la dunia kama ilivyo kawaida, jana tulikuwa hapa kwenye mchezo ambao tumeshuhudia rasmi. Sasa Afrika tushamaliza shughuli. Mwendo tunabaki kwa watazamaji. Of course. Na safari imeishia hapa kwa Morocco. Wamejaribu kupambana kile ambacho walikifanya msimu uliopita kwa maana ya kombe la dunia lile la 2022. Walitolewa na hawa kwenye hatua ya nusu finali. Msimu huu wanatolewa kwenye hatua ya robo finali na idadi ya magoli ni ile ile. Tofauti wafungaji tu. Yaani Morocco ndio wapate 0 kabisa. Au kuna agenda jamani? Agenda ipi? 0 inawezekana. Kwa nini tukutane na wao tu? Hata hivyo hamna, hiyo inakuwa tu ishaandaliwa njia kabisa bila kujua nani ataingia hapa. Afrika tulimaliza kazi wakati Argentina anacheza na Misri. Bwana leo tena upo kama kawaida leo tuko na Spain na Belgium. Kwa Afrika mimi sasa nikisimama kama Mwafrika tulishamaliza kazi sasa, kwa sababu Morocco wanajiwakilisha wao. Si ndio sasa. Lakini sisi tunatambua tu watu walikuwa bado kuna watu walikuwa na msimamo yao wanaombea Morocco. Sisi ni vingang'anizi, nilisema hapa, sisi ni kama akataye akubali sisi ni wa Afrika. Morocco ni mwanamke aliyekukataa lakini unang'ang'ana kwa naye. Ahame bara
Lakini kama yuko kwenye bara hii ni Mwafrika bana. Na sasa inawezekana kuhama kisoka. Hiyo inawezekana kabisa. Inaruhusiwa ukifuata vigezo. Kwa anaweza kaamua kucheza upande wa Ulaya ama Asia. Kwani wanadai Afrika kuna nini mpaka wanakataa, yani kwamba kuna nini? Wao na sababu zao pengine. Tukipata nafasi ya kuwauliza tutajua. Bwana, leo kama tulivyosema kuna mchezo mwingine wa nusu robo finali kati ya timu ya taifa ya Hispania dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji. Shughuli hii bara la Ulaya wanapunguzana wao leo. Tuone hasa zitasalia timu ngapi huko nako, lakini shughuli pengine ikikamilika hii tutasubiri sasa mambo yatakuwaje kwenye hatua ya nusu finali, kwa sababu pia njia hiyo watakutana kama Ufaransa wamepita, wanamsubiri sasa hapa kati ya Spain ama Ubelgiji. Kwa hiyo atakayepita hapa ajue uko mbele kuna Ufaransa ambaye ana njaa kweli kweli. Msimu wa pili anahitaji kutinga finali, lakini pia nafasi nyingine kwa Hispania kurejesha kile ambacho walikifanya 2010 kule nchini Afrika ya Kusini. Kwa hiyo kama watamondosha Ufaransa kwenye hatua ya nusu finali, kama watapita hapa leo, basi wataweza kutinga finali. Njani kubwa, taifa ambalo limefanya vizuri sana misimu mitatu mfululizo wa kombe la dunia. Wanacheza finali 2018. Kwa maana misimu miwili wamecheza finali na wanaitafuta saa ya tatu. Cheza 2018 wakachukua, kacheza 2022 wakabondwa pale na Argentina. Wanaitafuta sasa hivi. Lakini kwa nusu finali misimu mitatu mfululizo wameikanyaga. Bwana mdogo Lamine Yamal na nyota wengine vijana ni sehemu yao pia wana njaa. 2010 sijui alikuwa na miaka mingapi. Alikuwa bwana mdogo sana. Mtoto mdogo sana. Kwa hiyo mdogo sana. Sasa hivi ana njaa, anahitaji pia kuona anafanya kitu kwenye kombe la dunia. Tayari mwenzake Kylian Mbappe tayari ana taji la kombe la dunia. Timu yake ya Ufaransa, japo bado kwa Mbappe ni chali bado ni mdogo, lakini kwa Lamine pia bila shaka naye anahitaji kufanya namna. 2018 Lamine Yamal Nazarwe bana alikuwa na miaka 2010 umesema alikuwa na miaka mitatu. Yaani wakati finali ile inapigwa ya kombe la dunia pale kwa Madiba Julai 11 ilikuwa sio? Alikuwa yeye ndo kwanza na miaka mitatu na siku moja. Kweli. Yaani hata utashi yuko bado kabisa kuweza kutambua kwamba nini hasa kinafanyika. Sasa hivi na miaka 18 sio? Sure. 2007 amezaliwa bwana mdogo. Na ameingia kwenye utu uzima kwa kasi sana unajua. Unafahamu shughuli yake. Bwana mimi nimemaliza, tukutane baadaye kwenye matangazo moja kwa moja mchezo kati ya Hispania dhidi ya Ubelgiji. Shukrani. Kabla hapo pia utawakuta pale T-Sports saa 11 kwenda saa 1. Huyo ni Ramadhan Kasim, watu walikuwa wanauliza pale katika YouTube kwamba aliyesimama huyo nani? Bwana Ramadhan Kasim. Sasa hivi utakukae. Akikaa tuonekane. Akikaa tuonekane. Sawa. Basi tunarudi hapo punde, tukirudi itakuwa ni kitovu cha hoja. Bado tuko na wewe mpaka saa 4 kamili asubuhi. Lakini kwa busara yenu naombeni jamani, tutambue uwepo wa watu ambao wanatusikiliza na kutuandikia arafa. Sawa. Hiyo padi mnayo huko. Anayo jiba. Tunayo. Wacheka nini wewe? Wacheka wangu wakicheko. Anayo jiba. Tupe mambo bwana. Sawa, ngoja George tafadhali. Ngoja tuyapachue mambo. George tafadhali. Ndio. Zile tu zote tutambue zote au zile tu zenye nani? Anasema tuko pamoja hapo Tunduma Mjengoni FM. Masanja Maswa yupo Shinyanga kwa. Ndio maana kuna ipiga hivyo. Kana kwamba sasa tumeelewa moja kwa moja, si ndio sasa? Naona tufuatilia kupitia mtandaoni, maana yuko Shinyanga. Safi sana. Lakini huyu jina lake anaitwa Sengerema Elisha. Wewe. Kutoka Mpemba. Anasema wahukumiwa wote na waliochukua rushwa. Ndio ile ya milioni 3 ya kwa nani Baba Levo. Asante ndugu watangazaji wetu wa Tunduma FM Radio, tunaomba mnapo Kibona anapatikana Mpemba. Tunapofanyaje, piga miayo? Hapana. Yeye sio muumini wa mijadala.
Unajua tunakutana na watu wa aina hii. Okay, tusome tu magazeti basi. Tusome tu vichwa. Nimemwelewa. Kuna mahali anawahi. Sasa hawa anatembea na simu. Anasema tunaposoma magazeti tusome tu, tutembee. Tujaribu kupunguza kidogo mjadala ili tuweze kusoma magazeti mengi. Tunachotaka magazeti. Ndio, azingatiwe jamani. Tumechukua maoni yako ndugu yetu, asante. Asante sana. Asante, tunashukuru sana. Anasema duniani sheria, haki mbinguni, watu wanashurutisha na kuogopeshwa, ndio maana hata kutoa kero hofu inatanda. Okay. Anaitwa Chapiwe Jafet aka Master Planners wa Mzabwela Nkala. Maeneo Nkala ni Momba hiyo. Naona. Asante, tunashukuru sana kwa kuwa na sisi na kushiriki na sisi kwenye kila ambacho tunakifanya kwenye hii safari. Leo tunafunga shule Ijumaa. Kwa dakika zilizosalia hizi, wewe ambao unasema unaugua pale unapotukosa sauti asubuhi, zifaidi vizuri. Tunalipa bila. Anasema eti hata watekaji nao ni magaidi. Swali Shadrack, mbona hivyo? Mwananchi anauliza. Wanaharakati ni magaidi. Watekaji wanachafua nchi pia. Tena hao ndo mbaya zaidi. Bora hata mwanaharakati unajua. Kwa mtazamo wangu, lakini sasa kwa mtazamo wangu. Kwani kauliza kwani watekaji ni wanatoka serikalini kwani? Kwani wanajulikana? Wewe unayeuliza wanatoka serikalini, kwani wanajulikana? Maana serikali imesema wanaharakati ni magaidi. Na yeye anauliza watekaji nao ni magaidi? Washirika wetu hapa wanafuata. Tunarudi msikilizaji. Siku 7 za kufunguliwa kanisa la Nuru ya Jioni lililopo Merelani Tunduma kwa mchungaji Moses Kita linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa Injili utakaofanyika uwanja wa shule ya msingi Tunduma kuanzia tarehe 13 mwezi wa 7 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 7 2026. Muda ni kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka 12 jioni. Mhudumu wa mkutano huo ni Nabii Paul Shariti kutoka Lubumbashi, Kongo.